Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imekumbwa na hali mbaya ya umasikini. Mamilioni ya Waisrael pamoja na watoto 900,000 wanaishi katika hali mbaya ya umasikini, na hii ni ripoti inayoonyesha kwamba hii ilianza tangu mwaka 2024. Viwango vya masikini vimesalia kuwa juu katika miongoni mwa Israel kutokana na utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na vita vilivyochukua muda mrefu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Takribani 41% ya familia huko Yerusalem zinakabiliwa na umasikini ikilinganishwa na karibu 20% katika maeneo mengine ya nchi. Kulingana na ripoti hiyo, umasikini wa watoto umefikia 28% na matukio ya jumla kutoka mwaka 2024 yanasalia tofauti na mwaka 2023 kabla ya vita kati ya Israel na kundi la wapiganaji la Hamas. Licha ya usumbufu wa wakati wa vita na kuongezeka kwa gharama, takribani watoto milioni 1 wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Miongoni mwa miji yenye wakazi zaidi ya 80,000, miji ya Modi'in Illit imerekodiwa kuwa na kiwango cha umasikini cha 48.2, ikifuatiwa na Yerusalem kwa 38.6, Beit Shemesh kwa 36.3 na Bnei Brak kwa 31. Lakini pia maeneo mengi ambayo yametwaliwa kwa mabavu na Israel yanakabiliwa na hali mbaya ya umasikini. Ni maeneo ambayo yalikuwa ya Wapalestina. Mstari wa umasikini wa mwaka 2024 umekuwa wa kiwango kikubwa. Hata hivyo, hali inazidi kuwa mbaya. Mnamo mwaka 2024, 21.1% ya Waisrael walikuwa na uhaba wa chakula unaohusiana na sababu za kiuchumi, ikijumuisha 9.9% katika uhaba mkubwa wa chakula, wakati 26% waliweza kumudu chakula cha mlo mmoja kilichoweza kudhuru afya, na kutoka 33.4% mnamo mwaka 2023. Katika ripoti hiyo, 27.8% ya kaya haziwezi kukidhi gharama zote za kila mwezi, na 9% huacha matibabu kwa sababu ya ugumu wa kifedha, na 4.7% huacha chakula cha moto angalau mara moja kila siku. Takribani nusu ya kaya za Israel zinaripoti kuwa haziwezi kulipia gharama za kila mwezi. Makadirio ya awali ya mwaka 2025 kulingana na sehemu ya data inaonyesha kuzorota zaidi. Matukio ya umasikini halisi yaliongezeka kutoka 20.7% mwaka 2024 hadi 21% mwaka 2025, na umasikini wa watoto kutoka 28.0% hadi 28.8% kwa mwaka huu 2025. Umasikini miongoni mwa familia kwa ujumla unaendelea kuwa thabiti katika nchi hiyo ya Kiyahudi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia wakati wote uweze kujua nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Endelea kuwa nasi muda wote.